Mabibi na mabwana wa bunge la EU, kamati ndogo ya haki za binadamu, asante kwa fursa ya kuzungumza nanyi leo. Niko hapa kueleza maoni yangu kuhusu uzoefu wa familia yangu. Hata hivyo, nimechagua kulenga badala yake kwenye mwanafamilia mmoja ambaye ni mume wangu. Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chadema, chama kikubwa zaidi cha siasa cha upinzani Tanzania. Tundu anashikiliwa mahabusu katika gereza la Ukonga nje kidogo ya Dar es Salaam tangu tarehe 9 Aprili mwaka jana, akishtakiwa kwa uongo, kwa uhaini, kwa kudai tu mabadiliko ili kuhakikisha uhuru na uchaguzi wa haki nchini Tanzania. Kama akipatikana na hatia, atahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Katika dakika chache nilizonazo na wewe leo, nataka kutilia mkazo miaka mingi ya unyanyasaji Tundu amevumilia katika mapambano yake kwa ajili ya utawala wa sheria, demokrasia, haki za binadamu na serikali ambayo inawajibika kwa raia wake. Natumai utakubali na mimi kwamba wale wanaopigana utawala wa sheria, haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania kama katika nchi nyingine wanahitaji msaada thabiti na utegemezi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu hawa ni watu wanaofanya kazi kwa amani, kuuza na kulinda haki za binadamu zinazotambulika ulimwenguni kote. Tundu kwa miongo mitatu alifanya kazi kwa ajili ya mageuzi ya amani yaliyolenga akiwa shahada yake uzamili katika sheria. Akawa wakili mwandamizi, rais wa zamani wa chama cha mawakili cha Tanzania, aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki kwa karibu miaka 10, alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema na sasa mwenyekiti wa Chadema. Kujitolea kwake katika utumishi wa umma bila shaka hakuna shaka. Maisha yote ya utu uzima ya Tundu yamejitolea kuboresha mifumo iliyoharibika na kutetea mabadiliko ya kimaendeleo. Amepambana bila kuchoka kwa ajili ya haki za kisheria na sera za umma kwa ajili ya wale wanaowasilishwa vyema na umma kwa ujumla. Mnamo 2017, upinzani wake wa sauti bungeni, jaribio la mauaji. Mnamo tarehe 7 Septemba 2017, wakati Tundu Lissu alipoingia kwenye njia ya gari ya makazi yake ya kibunge mjini Dodoma, watu wawili wenye bunduki walimfuata, walifyatua risasi 36. Kati ya hizo 16 zilipiga mwili wake. Aliimarishwa kiafya kule Dodoma, alisafirishwa kwa ndege kwenda Nairobi na kisha baadaye kuhamishwa hapo Belgiji, ambapo alipata matibabu kwa miaka 3. Hadi sasa nakumbuka jinsi siku moja nikiwa Nairobi nilivyoambiwa nifunge mizigo na kuondoka kwenye jengo ambalo lilikuwa chini ya mitaa 500 kutoka hospitalini, kwa sababu baadhi ya tahadhari za kijamii ilikuwa imetolewa kwa haraka kwamba mtu aliyesadikiwa kuwa alikuwa mteka nyara alikuwa ameingia katika jengo hilo ambalo nilikuwa ninaishi. Nilijua hofu wakati huo kama ambavyo sijawahi kujua hofu. Kusaidia tu kwa msaada wa watu binafsi na mashirika mengine, tuliweza kuondoka na kufika hapa salama. Mnamo 2020, Tundu akiwa na matumaini alirejea Tanzania na aligombea uchaguzi wa urais.
kama mgombea wa chama cha Chadema. Lakini shida punde baada ya uchaguzi tena ilitubidi tuondoke na kuja hapa kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Katika mnamo 2023 Tundu aliamua kurudi Tanzania na kuendeleza mapambano ya demokrasia, haki za binadamu na uwajibikaji ya wale walio madarakani, kwa sababu aliamini kwamba serikali ya Samia Suluhu ilikuwa serious iliposema mambo yamekuwa tofauti chini ya utawala wake. Hata hivyo sivyo ilivyokuwa. Alikamatwa mara kadhaa, na haikuwa hivyo. Alikamatwa mara kadhaa na katika Januari mwaka jana alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema. Na wiki chache baadaye, mnamo Aprili 9, alikamatwa, alisafirishwa usiku kucha umbali wa karibu kilomita 1000 kutoka sehemu ya kusini ya Tanzania, na siku iliyofuata alipelekwa mahakamani na kushtakiwa kwa uhaini na makosa mengine ya uhalifu wa mtandaoni. Kesi hiyo ilichukua muda mrefu sana kuanza, lakini hatimaye kesi ilianza. Mnamo Septemba, kesi imekuwa ikiendelea kwa mwendo wa kobe kabisa. Kulikuwa na uimarishaji mara kadhaa, baadhi yayo bila sababu za msingi. Tunapoongea, hajawahi kuwa mahakamani kwa lolote la msingi. Vikao tangu Februari, tunaambiwa kwamba kesi itaendelea tena tarehe 3 Julai na kwamba tarehe 6 Julai mahakama ya rufani itafanya uamuzi kuhusiana na amri ambazo zilifanywa katika mahakama kuu dhidi, ambazo mkurugenzi wa mashtaka ya umma amekata rufaa. Hivyo ndivyo, na gerezani ndivyo wanasema. Hajapewa hukumu, wanasema hayuko gerezani. Sasa Tundu Lissu yuko gerezani, yuko katika gereza la mahabusu. Na nchini Tanzania kuna mpaka mwembamba sana kati ya mtu ambaye yuko katika kituo cha mahabusu na katika gereza la mahabusu na mtu ambaye kwa kweli anatumikia kifungo. Mazingira hayana tofauti kubwa. Tundu amenyimwa haki zake za kimsingi kwa kuwa na mashauriano ya siri na mawakili wake, kukutana na marafiki na wakati mwingine hata kukutana na baadhi ya wanafamilia. Hivyo, na haya haki za msingi sana ambazo hazingatiwi nchini Tanzania. Sasa najiuliza, ikiwa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania anaweza kutendewa hivi, vipi kuhusu maelfu ya watu wengine wanaoshikiliwa kizuizini kote nchini? Je, watatendewa vipi? Hivyo ndivyo familia familia za wale waliowekwa kizuizini na waliokamatwa wanayopitia nchini Tanzania. Asanteni.